doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old or rich or poor, able, disabled, gay or straight. Yaani hii serikali imekuwa mbaya mpaka watu kama Rigathi Gachagua wanaanza kukaa kama watu wazuri. Mpaka yeye ndiye anawaambia muache kuonyesha wananchi madharau. Kumekuwa na mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii ambapo baadhi ya Wakenya wanamlinganisha Edwin Sifuna na aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama. Ingawa mazingira ya kisiasa ya Kenya na Marekani ni tofauti kabisa, wanaofanya ulinganisho huu wanaeleza kuwa kuna mambo kadhaa yanayofanana katika safari zao za kisiasa. Moja ya hoja zinazotolewa ni kwamba kabla ya kuwa rais wa Marekani, Barack Obama alikuwa seneta. Akiwa seneta, alijijengea jina kwa hotuba zake zenye msimamo wa kuunganisha wa Marekani badala ya kugawa kwa misingi ya rangi au asili. Kauli yake kwamba Marekani ni taifa moja lenye watu wa aina mbalimbali iliwavutia wengi na baadaye ikawa sehemu muhimu ya kampeni yake ya urais. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. Kwa upande wa Kenya, wapo wanaodai kuwa Edwin Sifuna naye amejijengea umaarufu kupitia msimamo wake wa kusisitiza umoja wa kitaifa. Mara nyingi amekuwa akieleza kuwa Mkenya ni Mkenya bila kujali kabila, eneo analotoka au tofauti nyingine za kijamii. Kauli kama hizi zimewafanya wengi wa Wakenya kumuona kama mwanasiasa anayesisitiza utaifa kuliko siasa za ukabila. Mara mingi utampata anakubaliwa kila kona ya nchi. Vijana mnasemaje? Vijana mnasemaje? Vijana. Sababu nyingine inayotolewa na wengi wa Kenya ni kwamba Sifuna na Obama ni namna wanavyoamini kuwa umaarufu wa viongozi hawa ulijengwa zaidi na uungwaji mkono wa wananchi kuliko nguvu ya fedha. Wafuasi wa hoja hii hudai kuwa kampeni nyingi zinazomhusu Sifuna mtandaoni zimekuwa zikisukumwa na wananchi wanaomuunga mkono, wakiamini hana utajiri mkubwa kama baadhi ya wanasiasa wenye uwezo mkubwa wa kifedha. Vivyo hivyo, wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2008 nchini Marekani, Obama alijulikana kwa kukusanya michango mingi kutoka kwa wafadhili wadogo wengi, ingawa pia alipokea michango kutoka kwa wafadhili wakubwa. Hivyo simulizi kwamba alitegemea uungwaji mkono wa wananchi limekuwa sehemu ya historia ya kampeni ya kwake Barack Obama. Kwa kifupi, wanaomlinganisha Sifuna na Obama wanaangazia zaidi mambo matatu: safari ya kisiasa kutoka nafasi ya useneta, ujumbe wa kuunganisha wananchi bila ubaguzi wa rangi au ukabila, na imani kwamba nguvu ya wananchi inaweza kuwa msingi wa mafanikio ya kisiasa kuliko utajiri wa mgombea. Iwapo ulinganisho huu utaendelea kuwa na uzito kisiasa, ni jambo ambalo litategemea maamuzi ya Edwin Sifuna mwenyewe pamoja na namna siasa za Kenya ama namna siasa za Kenya zitakavyoendelea katika miaka ijayo. Basi mpenzi mtazamaji, ni mwisho wa makala hii, ila sio mwisho. Basi tunazidi kufuatilia habari hizi, na iwapo tupata geni, bila shaka tutakuwa tukikujuza. Cha muhimu ni wewe kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Unatafuta sehemu ya kudesigniwa picha nzuri ya nyumba, iwe sitting room, bedroom ama deko ya jumla? Tafuta Sisi Lags Interior. Bei nafuu, kazi safi na ubunifu ya kiwango cha juu. Badilisha muonekano wa nyumba yako kwa ustadi na utaalamu. Thank you for choosing Kenado Media as your primary news platform. Kwa kuendelea kutazama video zetu, tunatutia moyo kufanya utafiti na kukuandalia taarifa kutoka kote duniani. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Kenado Media, home of trends.